Tutajifunza somo kuhusu jinsi ya kujenga urafiki wa karibu sana na Roho Mtakatifu. Somo ambalo tutakalojifunza siku ya leo, tutajifunza somo kuhusu jinsi ya kujenga urafiki wa karibu sana na Roho Mtakatifu. Na hili somo ni maalum kwa yule mtu ambaye ana kiu na shauku ya kuwa na mahusiano mazuri na Roho Mtakatifu. Somo ni maalum kwa ajili ya mtu ambaye ana kiu ya kujenga mahusiano yake yakapate kuwa ni mahusiano ya ukaribu sana kati yake na Roho Mtakatifu. Kama una kiu ya kuwa na mahusiano ya ukaribu sana na Roho Mtakatifu ambaye ni rafiki yetu, hili somo ni lako. Usikilize kwa makini kwa kadri tunapokuwa tunajifunza somo hili. Sikiliza kwa umakini sana uweze kuelewa kitu ambacho Roho Mtakatifu anakuwa anatufundisha kwa masikio yetu. Na somo letu ni jinsi ya kujenga urafiki. Jinsi ya kujenga urafiki wa karibu sana. Sio urafiki tu, unaweza kuwa na rafiki na mtu lakini usiwe urafiki wa karibu sana. Sasa sisi ambacho tunaenda kujifunza hapa ni namna ya kujenga mahusiano, namna ya kujenga urafiki wa karibu sana na huyu Roho Mtakatifu. Kwa sababu urafiki wa karibu sana na Roho Mtakatifu, huu ni uhusiano halisi. Urafiki wako wa karibu sana na Roho Mtakatifu ni uhusiano halisi ambao ulio hai, ambao ni wa kila siku kati ya muamini na Mungu wake. Tazama hicho kitu. Kwa hiyo urafiki wa mwanadamu au muamini na Roho Mtakatifu ni uhusiano halisi ulio hai, na ni uhusiano wa kila siku kati ya muamini na Mungu mwenyewe. Mungu yupi? Roho Mtakatifu anayeishi ndani yetu sisi. Ndio maana Yesu alipokuwa anaondoka akaacha ahadi. Na ile ahadi ya Yesu akatuahidi kwamba hatatuacha yatima. Tazama Yesu anachosema, hatatuacha yatima. Lakini akaahidi Yesu atatuachia msaidizi, atatuachia mfariji, atatuachia Roho wa kweli, ambaye huyo Roho wa kweli ambaye atakuja kukaa na sisi hata milele. Tazama kwenye Biblia Yesu ahadi ambayo Bwana Yesu aliyotuachia. Anasema hatatuacha yatima. Maana yake hatatuacha peke yetu tukiwaya. Akasema hapana, hatatuacha yatima. Lakini tazama hiki kitu. Anasema kwamba atatupa msaidizi, atatupa mfariji, Roho wa kweli, mshauri na kadhalika. Na huyo msaidizi, huyo mfariji atakuja akae na sisi hata milele. Kwa hiyo kuonyesha sasa katika kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 16 mpaka 17. Kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 16 mpaka 17. John chapter 14 verse 16 up to 17. Tazama maneno ya Yesu haya. Yohana 14 mstari wa 16 mpaka 17. Tazama Yesu anachosema hapa. Yesu anasema, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Kwa hiyo msaidizi mwingine ambaye ni Roho Mtakatifu atakuja kukaa na sisi hata milele. Mstari wa 17. Ndiye Roho wa kweli
ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumuoni wala haumtambui. Kwa maana yake ulimwengu hauwezi kumpokea, hauwezi kumpokea huyo. Ulimwengu hauwezi kumpokea kwa sababu hawamtambui wala hawamuoni. Bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Tazama hicho kitu. Kwa maana yake Roho Mtakatifu atakuja kukaa ndani yetu, na yuko ndani yetu hata sasa. Lakini swali la kujiuliza hapa sasa, kwa huyu Roho Mtakatifu yuko ndani yetu, tunawezaje kujenga urafiki wa karibu sana na huyu Roho Mtakatifu? Hilo ndio swali ambalo tunajiuliza sisi. Tutawezaje sisi kujenga urafiki wa karibu sana na huyu Roho Mtakatifu? Sio urafiki tu, bali urafiki wa karibu sana kati yetu na huyu Roho Mtakatifu. Tutawezaje? Sio unaweza kuelewa hicho kitu, kwa sababu urafiki kati ya mwamini na Roho Mtakatifu, urafiki huu unajengwa na haujengwi ndani ya siku moja tu. Urafiki huu kati ya mwamini na Roho Mtakatifu ni urafiki ambao unajengwa kila siku, sio kwa siku moja tu, unajengwa kwa siku. Kwa tunagundua urafiki kati ya mwamini na Roho Mtakatifu, urafiki huu unajengwa, lakini hauishi tu kujengwa, lakini urafiki kati ya mwamini na Roho Mtakatifu unakuwa. Urafiki kati ya mwamini na Roho Mtakatifu, urafiki huu hauishi kujengwa tu, bali unakuwa hatua kwa hatua. Jambo la tatu, urafiki kati ya huyu Roho Mtakatifu na mwamini, huu urafiki huu huimarishwa. Kwa unaweza ukaimarishwa, na unaimarishwa kwa makusudi kila siku. Urafiki wa Roho Mtakatifu na mwamini unahitaji utii, unahitaji na nidhamu ya kiroho pia. Kwa hivyo vitu lazima uvifahamu mpendwa, kwamba urafiki kati ya mwamini na Roho Mtakatifu, urafiki huo unajengwa kila siku. Kwa siku baada ya siku, urafiki wako na Roho Mtakatifu unajengwa. Na hili ndio ambalo swali letu na somo letu tutakalojifunza siku ya leo. Tutawezaje kujenga urafiki wa karibu sana na huyu Roho Mtakatifu? Tunawezaje sasa kujenga urafiki wa karibu sana na huyu Roho Mtakatifu? Kwa maana urafiki unajengwa siku hata zaidi ya siku. Urafiki unakuwa siku baada ya siku. Siku zinavyoendelea, unavyoendelea kujenga uhusiano wako na Roho Mtakatifu, ndivyo unavyozidi kuwa karibu sana na yeye. Urafiki wa mtu na Roho Mtakatifu huimarishwa. Urafiki wa Roho Mtakatifu na mwamini unahitaji utii na nidhamu. Sasa ngoja nikuonyeshe katika kitabu cha Wakorintho wa pili. Ngoja nikuonyeshe Wakorintho wa pili hapa uweze kuona hiki kitu. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 13 mstari wa 14. Wakorintho wa pili, 2 Corinthians chapter 13 mstari wa 14. Kwa tusome uone neno la Bwana linachosema hapa. Tutaenda taratibu uweze kuelewa somo hili. Tazama Biblia inachosema: neema ya Bwana Yesu Kristo na pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Tazama Paulo alichosema hapa: neema ya Bwana Yesu Kristo na pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Kwa amemaliza kwa kutumia neno ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Ushirika
wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Kwa ametuongezea kitu fulani hapa kinaitwa ushirika wa Roho Mtakatifu. Tazama mwandishi huyu wa Korinto wa pili sura ya 13 mstari wa 14 ambaye ni Paulo, anatuongezea neno hapa linaitwa ushirika wa Roho Mtakatifu. Maana yake nini tunapoongelea ushirika? Ngoja tuangalie tafasiri za Kiingereza, tuangalie tafasiri za Kiingereza, lakini tutaangalia Amplified Bible inasemaje, imetumia neno gani katika mstari huu. Kwa tuangalie Amplified Bible inasemaje, imetumia neno gani katika mstari huu. Biblia ya Kiswahili SUV tumeona imetumia neno ushirika wa Roho Mtakatifu. Sasa tazama hiki kitu Amplified Bible inachosema hapa, 2 Corinthians chapter 13 verse 14. Neno Bwana linasema the grace, akaweka mabano, favor and the spiritual blessing of the Lord Jesus Christ, the love of God and the presence, tazama metumia neno the love of God and the presence and fellowship, kwa metumia presence uwepo wake and fellowship ushirika, akaweka mabano, the communion and sharing together and participation in the Holy Spirit be with you all. Amen. Tazama hicho kitu. Sasa kuna maneno ambayo ametupa, the presence, participation, fellowship, communion, sharing together in the Holy Spirit. In the Holy Spirit. The presence of the Holy Spirit and the fellowship, communion, and sharing together, participation in the Holy Spirit. Sasa tazama nilikuwa naangalia kwenye dictionary moja ya Kiunani ya Kigiriki ili niweze kuona neno ambalo lilitumika hapa katika ushirika fellowship, kwa sababu Biblia nyingi za Kiingereza zimetumia neno fellowship. Ukitazama New American Standard Bible imetumia neno fellowship, King James imetumia neno communion, New Living Translation imetumia neno fellowship of the Holy Spirit, be with you, the fellowship of the Holy Spirit. Sasa nikana tafuta niweze kuangalia kuweza kuona Biblia ya Kigiriki imetumia neno gani kwenye fellowship. Nikakuta Biblia ya Kigiriki ya Kiyunani imetumia neno koinonia, means fellowship. Koinonia means fellowship. Kwa Biblia ya Kigiriki imetumia neno koinonia, maana yake nikaenda kwenye dictionary kuangalia maana koinonia ina maana gani. Sasa nikatazama kwenye dictionary ya Biblia kuona koinonia ina maana gani, na ikatupa definition rahisi sana. Ikasema koinonia au ushirika au fellowship au communion au sharing together au participation, maana yake ni urafiki wa karibu sana. Unaweza kuelewa hicho kitu? Kwa Biblia imeandika neno ushirika. Biblia ya Kiingereza imetumia neno fellowship, nyingine zimetumia neno communion, nyingine zimetumia neno sharing together, nyingine zimetumia neno participation. Lakini Biblia ya Kiyunani imetumia neno koinonia. That means urafiki wa karibu sana, ushirikiano wa ndani sana, na kuweza kushiriki maisha. Tazama hiki kitu, twende hatua kwa hatua ili uweze kuelewa jinsi gani ambavyo unavyoweza wewe kujenga mahusiano yako, kujenga urafiki wa karibu sana na Roho Mtakatifu. Kwa sababu huwezi ukajenga mahusiano au urafiki wa karibu sana na Roho Mtakatifu kama huwezi kujua maana ya ushirika na huyu Roho Mtakatifu. Kwa maana yake tunapoongelea muwe na ushirika
na huyu Roho Mtakatifu. Maana yake uwe na ukaribu sana na huyu Roho Mtakatifu. Tazama hicho kitu, uwe na ukaribu au urafiki wa karibu sana na huyu Roho Mtakatifu. Uwe na ushirikiano wa karibu sana na huyu Roho Mtakatifu. Tazama hiki kitu. Kwa maana yake tunapoongelea jinsi gani ninaweza kuwa na urafiki, jinsi gani ninaweza kujenga urafiki wa karibu sana na huyu Roho Mtakatifu, nitawezaje? Maana yake tunapoongelea urafiki wa karibu, maana yake tunaongelea ushirika na huyu Roho Mtakatifu, ushirika wa karibu sana na huyu Roho Mtakatifu, ushirika wa karibu sana na huyu Roho Mtakatifu. Maana yake shauku ya mioyo yetu tuwe karibu sana na huyu Roho Mtakatifu. Urafiki wetu na Roho Mtakatifu uwe wa karibu sana. Ushirikiano uwe wa ndani sana na huyu Roho Mtakatifu. Tutawezaje sasa kuweza kujenga mahusiano yetu na huyu Roho Mtakatifu? Tutawezaje? Sasa tazama hii kitu. Biblia imetuelekeza hatua kwa hatua namna ambayo tunaweza kujenga mahusiano yetu na huyu Roho Mtakatifu. Biblia imetuelekeza vizuri sana hatua kwa hatua namna ambavyo tunaweza tukajenga urafiki wa karibu na Roho Mtakatifu. Kwa kama wewe shauku ya moyo wako ni kujenga urafiki wako na huyu Roho Mtakatifu, unataka ujenge urafiki wa karibu sana na huyu Roho Mtakatifu, na hujui unaanzia wapi, kwamba ninawezaje mtumishi wa Mungu kujenga urafiki wa karibu sana na huyu Roho Mtakatifu? Nitawezaje sasa? Jambo la kwanza, wewe mwenye shauku ya kujenga urafiki wa karibu sana na huyu Roho Mtakatifu, una shauku ya kujenga ushirika wa karibu sana na huyu Roho Mtakatifu. Unataka uwe na urafiki wa karibu sana na huyu Roho Mtakatifu. Unataka uwe na ushirikiano wa ndani sana na huyu Roho Mtakatifu. Nifanyeje sasa? Jambo la kwanza la kufanya, lazima umtambue Roho Mtakatifu kama nafsi iliyo hai. Narudia tena. Lazima umtambue Roho Mtakatifu kama nafsi iliyo hai, si nguvu. Kwa hiyo narudia tena uweze kuelewa jambo hili. Ili uweze kuwa na mahusiano ya karibu sana na Roho Mtakatifu, ili uweze kujenga urafiki wako wa karibu sana na Roho Mtakatifu, ni lazima umtambue Roho Mtakatifu kama nafsi iliyo hai. Kama nafsi iliyo hai, si nguvu. Roho Mtakatifu si nguvu. Roho Mtakatifu ni nafsi iliyo hai. Kwa Kiingereza tungeweza kusema is a person, ni nafsi iliyo hai. Kwa lazima umtambue Roho Mtakatifu as a person. Kwa lugha rahisi, wakati mwingine ya kibibilia unaweza kukuta wakati mwingine kwenye Biblia neno Roho Mtakatifu unakuta anaitwa mtu, au unakuta hata Yesu wakati mwingine unakuta anaitwa mtu wa kweli. Is a person. Roho Mtakatifu lazima umtambue kama nafsi iliyo hai. Kama nafsi iliyo hai. Kama nafsi iliyo hai. Usimtambue Roho Mtakatifu kama nguvu. Na hii ndiyo ambayo Wakristo wengi tunapokosea. Hatumtambui Roho Mtakatifu kama nafsi iliyo hai. Tunamtambua Roho Mtakatifu kama nguvu. Tunamtambua Roho Mtakatifu kama njiwa. Tunamtambua Roho Mtakatifu kama upepo. Roho Mtakatifu sio upepo. Roho Mtakatifu si njiwa. Roho Mtakatifu ni nafsi iliyo hai. Ni nafsi iliyo hai. Kwa lazima uanze kumtambua Roho Mtakatifu kwa namna hiyo, kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi iliyo hai. Roho Mtakatifu ni Mungu. Kwa sababu urafiki haujengwi na kitu. Kwa sababu huwezi ukajenga urafiki na upepo. Huwezi ukajenga urafiki na njiwa. Huwezi ukajenga urafiki na mti na kadhalika. Au huwezi ukajenga urafiki na moto, kwa maana Roho Mtakatifu ni moto.
Hauwezi ukajenga urafiki na mafuta, kwa maana Roho Mtakatifu ni mafuta. Hauwezi ukajenga urafiki na maji, kwa maana Roho Mtakatifu ni maji. Kwa Roho Mtakatifu ni nafsi iliyo hai. Kwa urafiki haujengwi na kitu, bali urafiki unajengwa na mtu, na nafsi, na person. Kwa maana yake, kama tunataka tujenge urafiki na Roho Mtakatifu, lazima umtambue Roho Mtakatifu like a person. Umtambue Roho Mtakatifu kama nafsi iliyo hai. Kwa Roho Mtakatifu ni nafsi kamili. Roho Mtakatifu ni Mungu kamili. Narudia tena na tena uweze kuelewa hiki kitu. Tutaenda hatua kwa hatua, ambaye una shauku ya kujenga urafiki wa karibu sana na huyu Roho Mtakatifu. Tutaenda hatua kwa hatua kwa wewe ambaye unataka kujenga urafiki wa karibu sana na huyu Roho Mtakatifu. Lazima umtambue kama nafsi iliyo hai, nafsi kamili, nafsi kamili iliyo hai, ambaye yeye ni Mungu. Kwa maana yake, tukisema lazima tumtambue Roho Mtakatifu kama nafsi kamili, maana yake tutaona kwenye maandiko, Biblia inatuambia huyu Roho Mtakatifu ana akili. Kwa maana yake, kama Roho Mtakatifu ana akili, anaweza kuchunguza vitu. He's a person. Kwa maana yake, kama he's a person, maana yake anaweza kachunguza vitu. Roho Mtakatifu ni nafsi kamili inayofahamu, ana akili, anaofahamu, anaweza kachunguza hata vitu vilivyo ndani sana. Ndiyo tukitazama katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, kwa ili kuonyesha hapa uone Biblia inachotuambia Roho Mtakatifu. Biblia inatuambia Roho Mtakatifu ana akili. Kwa wezi ukamchukulia tu kama kitu, kwa sababu jiwe halina akili, mafuta hayana akili. Lakini nafsi, Roho Mtakatifu ni nafsi iliyo hai, ni nafsi kamili iliyo na akili. Kwa tutazame katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 10. Neno la Bwana linasema, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Tazama jinsi Roho alivyo na ufahamu. Roho Mtakatifu anaweza kwenda deep zaidi, hata kuchunguza mafumbo ya Mungu. Tazama hicho kitu, kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 10. Lakini mstari wa 11, neno la Bwana linasema, maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu, ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila Roho wa Mungu. Kwa hakuna mambo ya Mungu yoyote anaweza kuyafahamu isipokuwa huyo Roho wa Mungu anayeishi ndani yake. Maana yake ni rahisi tu. Maana yake ni hii: Roho Mtakatifu ni nafsi iliyo hai, ni nafsi iliyo hai, na huyo Roho Mtakatifu ni Roho wa Mungu, anaishi ndani ya Mungu, anaishi ndani yetu. Na huyo Roho wa Mungu akae ndani ya Mungu ana uwezo wa kuchunguza hata mafumbo ya Mungu, wa uwezo anao. He's a person. He's a person. Kwa lazima utambue kwamba Roho Mtakatifu ana ufahamu, ana akili. Jambo la pili, Roho Mtakatifu ni nafsi, lakini Roho Mtakatifu anaweza kuhuzunika. Roho Mtakatifu anaweza kuhuzunika. Lazima utambue hiki kitu. Kuna vitu ambavyo unaweza ukafanya ukamhuzunisha Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ni nafsi kamili. Kwa ukishajua kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi kamili, inahuzunika, maana yake unagundua kwamba huyu Roho Mtakatifu ana hisia, he can feel it. Anaweza kahuzunika. Huyu Roho Mtakatifu hana hisia, he's a person, ni nafsi iliyo hai. Kwa ukimjua Roho Mtakatifu ni nafsi iliyo hai, ni nafsi kamili, ni Mungu kamili, utamtreat kama Mungu.
So unaweza kuelewa hicho kitu. Utamtreat kama Mungu kwa sababu ana hisia. Na ukijua Roho Mtakatifu ana hisia, maana yake anaweza kuhuzunika, hutataka umhuzunishe. Lakini usipomjua kama nafsi, utakuwa unamhuzunisha siku zote. Lazima utambue jambo hili kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi kamili. Na hiyo nafsi kamili ni nafsi kamili ya Mungu, ina hisia. He can feel it. Anaweza kuhuzunishwa. Roho Mtakatifu anaweza kuumia. Ukitazama kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 30, msimuhuzunishe Roho Mtakatifu. Neno la Bwana linasema msimuhuzunishe, msimuhuzunishe. Is a person, ni nafsi iliyo hai. Msimuhuzunishe Roho Mtakatifu, msimuhuzunishe, kwa maana huyo mnaweza mkamhuzunisha. Lazima ufahamu jambo hili. He's a person. Anaweza kahuzunika. He's a person. Lakini pia Roho Mtakatifu ana mapenzi, anaweza kupenda kitu. Ndio maana ukisoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 11, Roho Mtakatifu anaweza kumgawia mtu kipawa au karama yoyote kwa jinsi apendavyo yeye. Kwa Roho Mtakatifu anapenda. Roho Mtakatifu anapenda na anaweza kumgawia mtu chochote kitu kwa kadri Roho Mtakatifu anavyoweza kupenda. Lakini sifa nyingine Roho Mtakatifu ni nafsi iliyo hai. Roho Mtakatifu anaongea. He can talk. Kwa lazima umpe nafasi ya kumsikiliza Roho Mtakatifu. Kwa sababu usipomjua kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi iliyo hai, Roho Mtakatifu anaongea, utataka kumsikiliza. Unaweza kuelewa hicho kitu. Ndio maana lazima unapotaka ujenge urafiki wa karibu sana na huyu Roho Mtakatifu, lazima ufahamu mambo haya. Kwamba Roho Mtakatifu sio kitu. Roho Mtakatifu sio nguvu. No. Roho Mtakatifu ndo anatoa nguvu, lakini yeye sio nguvu. Yeye ni nafsi kamili. Yeye ni Mungu mwenyewe. Roho Mtakatifu anaongea. Roho Mtakatifu anaongea. Ukitazama kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 2, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 2, basi hao walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Hao watumishi wa Mungu walipokuwa wakiomba, Roho Mtakatifu akasema, Roho Mtakatifu akaongea, nitengeni Barnaba na Sauli. Nitengeni. Biblia inasema Roho Mtakatifu akasema. Kwa sasa tazama hapa, lazima umjue Roho Mtakatifu kwa level hii, kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi iliyo hai. He's a person. Na Roho Mtakatifu kama ni nafsi iliyo hai, he can talk. Roho Mtakatifu anaweza kuongea. Kwa maana yake kama Roho Mtakatifu anaweza kuongea, lazima Mkristo ambaye anataka urafiki wa karibu sana na huyu Roho Mtakatifu, lazima aanze kujifunza kumsikiliza huyu Roho Mtakatifu. Kama Roho Mtakatifu anaongea, lazima ujifunze kumsikiliza. Jambo jingine, Roho Mtakatifu anafundisha. Ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 26, utaweza kuona atakapokuja Roho Mtakatifu atawafundisha mambo yote. Yesu anaongea katika Yohana 14:26, Roho Mtakatifu atakapokuja atawafundisha mambo yote. Kwa Roho Mtakatifu anafundisha. Jiwe haliwezi kukufundisha. Moto hauwezi kukufundisha, kwa sababu sio nafsi iliyo hai. Jiwe sio nafsi iliyo hai, kitu sio nafsi iliyo hai, bali Roho Mtakatifu ni nafsi iliyo hai, inaweza kukufundisha. Roho Mtakatifu ana macho, anaona. Roho Mtakatifu ana masikio, anasikia. Roho Mtakatifu ana kinywa, anaongea. Roho Mtakatifu ana nguvu, anatenda. Roho Mtakatifu ana hisia, anahuzunika, unaweza ukamhuzunisha. Roho Mtakatifu ana wivu. Ndio maneno ya Bwana ninasema Roho Mtakatifu ana wivu kiasi cha kuugua. Anaona wivu. Ndio maana tumeona Roho Mtakatifu, he has feelings.
Roho Mtakatifu ana hisia, he can feel. Ndio maana hataki achanganywe na miungu mingine, kwa maana ana wivu. Anataka awe peke yake kwenye moyo wako. Anataka atawale yeye peke yake moyo wako. Anataka atawale yeye peke yake fahamu zako. Hataki kitu kingine chochote kiweze kutawala eneo lolote la maisha yako. Roho Mtakatifu anataka atawale yeye peke yake. Roho Mtakatifu. Kwa lazima utambue kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi iliyo hai. Kwa sababu huwezi ukafanya urafiki na jiwe. Huwezi ukafanya urafiki na moto hata kidogo. Hauwezi ukafanya urafiki na moto. Hauwezi ukafanya urafiki na umeme hata kidogo. Kwa sababu umeme ni nguvu, umeme ni power. Hauwezi ukafanya urafiki na umeme. Lakini unaweza ukafanya urafiki na mtu. Unaweza ukafanya urafiki na nafsi iliyo hai. Kwa tukishamtambua kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi iliyo hai, maana yake una uwezo wa kumfanya huyo Roho Mtakatifu kuwa rafiki yako wa karibu. Kwa huwezi kumfanya Roho Mtakatifu, huwezi kuwa rafiki wa karibu sana Roho Mtakatifu kama humtambui kuwa ni nafsi iliyo hai. Huwezi ukafanya urafiki na huyo Roho Mtakatifu kama utambui kwamba huyo Roho Mtakatifu ni nafsi iliyo hai. He's a person. Kwa kama hautatambua kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi iliyo hai, he's a person, usipotambua namna hiyo, huwezi ukamheshimu. Usipotambua kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi iliyo hai, hutamheshimu. Lakini ukitambua Roho Mtakatifu is a person, ni nafsi iliyo hai, ni mtu, ni nafsi iliyo hai. Biblia mara nyingi Kiswahili imetumia neno mtu, haijatumia neno binadamu. He's a person. He's a person. He's a person. Ukishamfahamu Roho Mtakatifu namna hiyo, kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi iliyo hai, ni nafsi kamili ya Mungu iliyo hai, utamheshimu. Utamheshimu. Utafanya mazungumzo naye, kwa maana ni nafsi iliyo hai. Ukimfahamu Roho Mtakatifu ni nafsi kamili ya Mungu, ukimfahamu Roho Mtakatifu ni nafsi, ana masikio, ana kinywa, anaongea, anasikia, ana hisia, anahuzunika, ana wivu. Ukifahamu jambo hilo, utamheshimu, utamtii, utakuwa na mahusiano naye, utakuwa unazungumza naye kila siku. Ukifahamu jambo hilo, ukifahamu jambo hilo. Lakini ukimfahamu Roho Mtakatifu kama nguvu, inakuwa ni ngumu sana Roho Mtakatifu kuwa rafiki yako. Inakuwa ni ngumu sana, kwa sababu ukimfahamu Roho Mtakatifu kama nguvu, nguvu siku zote inatumika, lakini nafsi inaheshimiwa. Ukimfahamu Roho Mtakatifu kama nguvu, hutamheshimu. Lakini ukimfahamu Roho Mtakatifu kama nafsi, utamheshimu. Fikiri jambo hili. Umeme tunautumia, mafuta tunayatumia, moto tunautumia. Lakini rafiki unamheshimu, mzazi unamsikiliza, msaidizi unashirikiana naye. Ukimtambua Roho Mtakatifu kama rafiki, utamheshimu. Ukimtambua Roho Mtakatifu kama mzazi, utamsikiliza. Ukimtambua Roho Mtakatifu kama msaidizi, utashirikiana na yeye. Kwa hiyo usimtambue Roho Mtakatifu kama nguvu, usimtambue Roho Mtakatifu kama umeme, kama mafuta. Ukimtambua Roho Mtakatifu kama nguvu, ukimtambua Roho Mtakatifu kama mafuta au kama umeme, utataka wewe umtumie badala ya yeye kukutumia. Lakini ukimtambua kama Roho Mtakatifu ni nafsi iliyo hai, ukimtambua Roho Mtakatifu ni Mungu, maana yake utakuwa tayari kutumiwa na yeye. Ukimtambua Roho Mtakatifu kama nafsi iliyo hai, ukimtambua Roho Mtakatifu kama rafiki, tazama hicho kitu, hautataka wewe umtumie yeye. Utataka Roho Mtakatifu akutumie wewe.
Kwa ukiona Roho Mtakatifu kama nguvu, utamtaka huyo Roho Mtakatifu ili ufanye miujiza tu, lakini yeye hutamtaka. Ndio maana unakuta mtu anataka nguvu za Roho Mtakatifu, anataka nguvu zake, lakini Roho Mtakatifu yeye hamtaki. Unakuta mtu anataka nguvu za Roho Mtakatifu, lakini uwepo wa Roho Mtakatifu hautaki. Kwa hiyo ukimjua Roho Mtakatifu kama nguvu, utasema nipeni Roho Mtakatifu ili nifanye miujiza, kama jinsi Simeone yule mchawi aliyeokoka alivyokuwa anasema, anawaambia kina Petro, nipeni nguvu, nipeni huyo Roho Mtakatifu ili niweze kufanya miujiza kama nyie, na kuweza kupata kile alichokuwa nakiomba, kwa sababu hakumfahamu Roho Mtakatifu ni nafsi iliyo hai. Ukimfahamu Roho Mtakatifu kama nafsi iliyo hai, hutataka kusema uongo, hutataka kumdanganya. Tazama, Hanania na Safira waliuza mali yao kama sadaka, waliweka nadhiri mbele za Bwana, watakachouza wapeleke kutoa. Siweza kuelewa hicho kitu. Manake walimwahidi Roho Mtakatifu, lakini baada ya kuuza wakakata nusu wakaficha kwa ajili ya maisha yao, na ile nusu iliyobaki wakapeleka kwa mitume. Na walipofika kwa mtume, Petro anamuuliza, je, mnafanya haya kwa lengo gani? Hata sasa mnamdanganya Roho Mtakatifu. Kwa maana yake Roho Mtakatifu ni nafsi, mtu anaweza kumdanganya. Ukifahamu jambo hili kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi iliyo hai, is a person, hautataka kumdanganya, hautaweka ahadi za uongo kwake, hautaweka nadhiri ambazo usizozitimiliza, kwa sababu unamfahamu kama nafsi, unamfahamu kama rafiki, unamfahamu kama rafiki aliye karibu sana kwako. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu. Kwa ukimjua Roho Mtakatifu kama nafsi, utasema niongoze Roho Mtakatifu nifanye mapenzi ya Baba, niongoze Roho Mtakatifu. Ukimfahamu Roho Mtakatifu kama nafsi, utatamani uongozi wake, utatamani uongozi wake, tamani uongozi wake. Unaweza kuelewa hicho kitu? Unaweza kuelewa hicho kitu? Kwa sababu ukimwona Roho Mtakatifu kama nguvu hazina usikivu. Nguvu hazina usikivu, haziwezi kusikiliza. Jiwe haliwezi kusikiliza, umeme hauwezi kusikiliza, moto hauwezi kusikiliza, lakini nafsi inaweza kusikiliza. Manake nafsi kama Roho Mtakatifu, yeye anaonya, yeye Roho Mtakatifu anakemea, Roho Mtakatifu anaongoza na kuongea hata kwa sauti ya upole sana. Huyo Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu. Kwa lazima umtambue, lazima umtambue kama nafsi. Usimuone kama nguvu tu, kwa maana ukimwona Roho Mtakatifu kama nguvu, utamhuzunisha, utamhuzunisha. Ndio maana tumeona kwenye kitabu cha Efeso sura ya 4:30, msimuhuzunishe Roho Mtakatifu. Ukimwona Roho Mtakatifu kama nguvu, utamhuzunisha tu, utamhuzunisha tu, utamhuzunisha tu. Kwa tunamhuzunisha Roho Mtakatifu pale tunapompuuza, pale tunapompita bila kumsikiliza, pale tunapotumia jina lake vibaya. Tazama hicho kitu. Roho Mtakatifu tunamhuzunisha pale tunapompuuza, hatutaki kuisikia sauti yake, tunampita bila kumsikiliza, tunaitumia jina lake vibaya. Tunakuta mtu anamsigizia labda Roho Mtakatifu ameniambia hivi, na anaapa kabisa mbele ya watu, Roho Mtakatifu ameniambia hivi, kumbe si Roho Mtakatifu aliyemwambia. Analitumia jina vibaya la Roho Mtakatifu, analitumia jina la Roho Mtakatifu vibaya kwa faida yake mwenyewe. Wengine wanatumia jina la Roho Mtakatifu kuharibu ndoa za watu. Wengine wanatumia jina la Roho Mtakatifu kuharibu binti wa watu au ujana wa watu. Haenda kumwambia kijana, Roho Mtakatifu ameniambia wewe ni mume wangu. Mwingine anaenda kumwambia binti, Roho Mtakatifu ameniambia wewe ni mke wangu.
wakati si hata Roho Mtakatifu aliyesema, ni hisia zake. Amempenda yule kijana kwa hisia zake, lakini Roho Mtakatifu hahusiki. Na baadaye anapoona mahusiano yamevunjika, anakuja kusema ni Roho Mtakatifu aliniambia, Roho Mtakatifu. Si kwamba Roho Mtakatifu alikwambia. Unakuta mtu alitumia jina Roho Mtakatifu vibaya na akamsingizia Roho Mtakatifu aliniambia, wakati si Roho Mtakatifu. Ukimfahamu Roho Mtakatifu ni nafsi iliyo hai, huwezi ukalitumia jina lake vibaya. Huwezi ukalitumia jina lake vibaya. Huwezi ukampuuza. Huwezi ukampuuza hata kidogo. Huwezi kumpuuza hata kidogo. Jambo la pili, ili uweze kujenga mahusiano yako ya ukaribu na Roho Mtakatifu, ili uweze kujenga urafiki wa karibu na Roho Mtakatifu, jambo la pili ni lazima uzaliwe mara ya pili na kujazwa Roho Mtakatifu. Ni lazima umpokee Bwana Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kumpokea Bwana Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, manake ni kumwamini Bwana Yesu. Ni kumwamini Bwana Yesu. Kumwamini Bwana Yesu. Bwana Yesu huyo ni Mesaya, ni Masihi. Bwana Yesu ndiye Kristo. Ni rahisi tu kuzaliwa mara pili, ni kumwamini tu Bwana Yesu. Na ukishamwamini, ujazwe na huyo Roho Mtakatifu, kwa sababu urafiki wako na Roho Mtakatifu unaanza pale Roho Mtakatifu anapokuja kukaa ndani yako. Urafiki wako na Roho Mtakatifu unaanza pale ambapo Roho Mtakatifu anakuja kukaa ndani yako. Ngoja nikuonyeshe hapa katika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 9. Warumi sura ya 8 mstari wa 9. Warumi sura ya 8 mstari wa 9 mpaka 11. Neno la Bwana linasemaje? Tazama neno la Bwana linachosema: lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamuufuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo sio wake. Lakini mtu yoyote asiyekuwa na Roho wa Kristo, huyo sio wake. Mstari wa 10. Na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, roho yenu i hai kwa sababu ya haki. Tazama hicho kitu. Kwa manake urafiki wako na Roho Mtakatifu unaanza pale Roho Mtakatifu anapokuja ndani yako. Unapompokea Bwana Yesu, unapomwamini Bwana Yesu kwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na unapompokea Roho Mtakatifu ndani yako, ndipo urafiki wako na Roho Mtakatifu unaanza rasmi. Na usikubali tu kumwamini Bwana Yesu pasipo kumpokea Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni muhimu mno. Ndio maana ukitazama kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 18, na mpate kujazwa Roho Mtakatifu. Msilewe kwa mvinyo, lakini mjazwe na Roho Mtakatifu. Mjazwe na Roho Mtakatifu. Maana yake tujazwe kila siku na huyo Roho Mtakatifu. Hilo ni jambo la muhimu mno. Kwa hivyo wewe unayetaka kumpokea, unayetaka Roho Mtakatifu awe rafiki yako wa karibu sana, lazima umpokee Bwana Yesu. Lazima umwamini Bwana Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hilo ni jambo la muhimu mno. Hapo ndipo unapoanza kutengeneza mahusiano yako na Roho Mtakatifu. Unapompokea yeye, anapokuja kukaa ndani yako na kufanya makao ndani yako, ndipo anapokuwa mtu wako wa ndani. Ndipo anapokuwa rafiki yako wa karibu sana. Sasa unapompokea namna hiyo, unaanzaje kujenga mahusiano mazuri na yeye sasa? Kwa sababu tumeona ili uweze kujenga urafiki wa karibu sana na Roho Mtakatifu, tumesema lazima umtambue kama nafsi iliyo hai. Lazima umwamini Bwana Yesu. Lazima uzaliwe mara ya pili. Lazima uwe umempokea Roho Mtakatifu. Sio unaweza kuelewa hicho kitu. Sasa jambo la tatu, nini cha kufanya ili uweze kujenga mahusiano ya karibu na Roho Mtakatifu, ili uweze kujenga urafiki wa karibu sana na Roho Mtakatifu? Jambo la tatu ni mawasiliano ya kila siku. Hili ni jambo la muhimu sana kwa wewe unayetaka kujenga urafiki wa karibu sana na huyo Roho Mtakatifu. Lazima uwe na mawasiliano ya kila siku na huyo Roho Mtakatifu.
Kwa wewe unayetaka kuwa karibu sana na huyu Roho Mtakatifu, lazima uwe na mawasiliano ya kila siku na huyu Roho Mtakatifu. Yaweza kuwa ni mazungumzo ya maombi au maombi ya mazungumzo, ukiwasiliana naye, ukiwa na conversation naye. Si unaweza kuelewa hicho kitu? Kwa nirudie tena. Unayetaka kujenga urafiki wa karibu sana na huyu Roho Mtakatifu, lazima uwe na mawasiliano ya kila siku na huyu Roho Mtakatifu. Kwa kila siku uwe na maombi ya mazungumzo. Kuna aina ya maombi inaitwa maombi ya mazungumzo. Unaongea na yeye anaongea, unasikiliza, unaongea na yeye anakusikiliza, anaongea. Haya ni maombi ya mazungumzo, si hotuba ya kwamba mtu anaomba tu lakini hakuna anayerudisha feedback. Kwa hiyo ili tuweze kujenga urafiki wa karibu sana na huyu Roho Mtakatifu, ni lazima tuwe na mawasiliano ya kila siku na huyu Roho Mtakatifu, na lazima tujifunze kuomba maombi ya mazungumzo, conversation kati yake na sisi. Kwa sababu urafiki hukua kwa mawasiliano ya mara kwa mara. Urafiki hukua kwa mawasiliano ya mara kwa mara. Kwa sababu pasipo kuwepo mawasiliano ya mara kwa mara, urafiki unakufa. Kwa maana urafiki wowote unajengwa pale unapokuwa na mawasiliano ya mara kwa mara. Mfano, nikichukua simu yako nikawa natafuta mtu ambaye yuko karibu sana na wewe, ni rahisi tu. Ni yupi? Ni yule anayewasiliana sana na wewe. Anayewasiliana sana na wewe, huyo ndio rafiki yako wa karibu sana. Kwa hiyo maana yake, ili uwe na ukaribu sana na huyo Roho Mtakatifu, uwe na urafiki wa karibu sana na huyo Roho Mtakatifu, lazima uwe na mawasiliano ya kila siku na yeye. Kila siku, wakati mwingine masaa na masaa, unaongea naye na yeye anaongea na wewe. Unaongea na Roho Mtakatifu na yeye anaongea na wewe. Unaongea naye, yeye anaongea na wewe. Unaweza kuelewa hicho kitu? Kuna aina nyingi za maombi, lakini kuna maombi ambayo ni maombi ambayo ukiomba ni maombi ambayo yanajenga urafiki wako na huyu Roho Mtakatifu. Kuna aina ya maombi ambayo unapokuwa unaomba ni maombi ambayo yanakuwa yanajenga urafiki wako na huyu Roho Mtakatifu. Ni aina nzuri sana ya maombi haya. Kuna aina nyingi za maombi, lazima tuwe tunayaomba yote, lakini kuna aina ya maombi ambayo ni maombi ya mazungumzo, lakini kuna maombi ambayo, aina ya maombi ambayo unapokuwa unaomba maombi hayo yanajenga urafiki wako na Roho Mtakatifu. Ya kwanza ni kuongea naye kwa uhuru. Kwa hiyo una maombi ambayo yanaweza kujenga mahusiano yako na Roho Mtakatifu, au urafiki wako uwe wa karibu sana na Roho Mtakatifu. Jifunze kuongea na Roho Mtakatifu kwa uhuru. Jifunze kuongea na Roho Mtakatifu kwa uhuru. Ongea naye kwa uhuru huyu Roho Mtakatifu, pasipo shaka yoyote, kwa maana yeye ni rafiki yako wa karibu sana. Kwa hiyo ongea naye kwa uhuru, pasipo kumficha chochote, kiwe ni kizuri au ni kibaya. Kwa hiyo tunapotaka kuwa karibu sana na huyu Roho Mtakatifu, lazima tujifunze kuongea naye kwa uhuru, pasipo kuogopa, pasipo kuwa na hofu. Tuogope kumkosea Roho Mtakatifu, lakini tusiogope kumkaribia Roho Mtakatifu. Narudia tena. Jifunze kuongea na Roho Mtakatifu kwa uhuru. Usimuogope Roho Mtakatifu. Kama ni kumwogopa, basi ogopa kumkosea, lakini usiogope kumkaribia. Oh, haleluya. Jifunze kuongea na Roho Mtakatifu kwa uhuru. Funua moyo wako kwa Roho Mtakatifu. Ufunue moyo wako kwa Roho Mtakatifu, uwe wazi. Usimfiche jambo lolote, hata kama ni jambo la aibu. Hata kama ni jambo la aibu, liweke wazi mbele ya Roho Mtakatifu. Ongea kwa uhuru kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu aweze kukusaidia. Roho Mtakatifu aweze kukutendea mema, na Roho Mtakatifu atakusaidia. Ngoja tusome
Aina hii ya maombi tutaiona katika kitabu cha Zaburi ya 62 mstari wa 8. Zaburi ya 62 mstari wa 8, neno la Bwana linasema, je, enyi watu mtumainini siku zote, ifunueni mioyo yenu mbele zake, Mungu ndio kimbilio letu. Neno la Bwana linasema katika hiyo Psalms 62 verse 8, anasema ifunueni mioyo yenu. Mioyo yenu ifunueni mbele zake. Funua moyo wako mbele za rafiki yako mzuri. Huwezi ukasema fulani rafiki yangu na hasijui siri zako. Huwezi ukasema Roho Mtakatifu ni rafiki yako wakati unamficha siri zako. Lazima ujifunze kumwelezea Roho Mtakatifu siri zako. Kuwa huru mbele zake. Mwambie. Jifunze kuzungumza naye. Tazama, umeenda kazini, umerudi, mtu wa kumpa feedback nini kimeendelea kazini, huwa tunawapa marafiki zetu, lakini jifunze kumpa rafiki yako wa karibu sana ambaye ni Roho Mtakatifu. Ukitoka kazini kwako, feedback mpe rafiki yako wa karibu ambaye ni Roho Mtakatifu. Jifunze kujenga urafiki wa karibu na huyo Roho Mtakatifu kwa kuzungumza naye. Aina nyingine ya maombi ambayo inajenga sana mahusiano yako na Roho Mtakatifu. Unapokuwa unaomba, jifunze kuisikiliza sauti yake. Jifunze kuisikiliza sauti yake. Msikilize yeye. Tulia kwa utulivu kwenye maombi yako. Mpe nafasi ya Roho Mtakatifu kuongea na wewe. Tulia kwa utulivu, mpe Roho Mtakatifu nafasi ya kuongea na wewe. Tazama katika Yohana 10:27. Yohana sura ya 10 mstari wa 27. Kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao waifuata. Yesu anasema kondoo wangu wanaisikiliza sauti yangu, wanaisikia sauti yangu. Kwa hiyo lazima ujifunze unapokuwa unaomba, lazima unapotaka uwe urafiki wako wa karibu na Roho Mtakatifu, uwe karibu sana na Roho Mtakatifu, urafiki wako uwe karibu sana na Roho Mtakatifu. Jifunze kumsikiliza, jifunze kuisikiliza sauti yake. Jifunze kuisikiliza sauti yake. Aina ya 3 ya maombi. Unapokuwa unaomba, kwa kuna wakati ambao tunakuwa huru kuzungumza na yeye, kuna wakati ambao tunamsikiliza yeye. Maombi tu ambao unaenda kumsikiliza yeye anaongea nini. Mwambie Roho Mtakatifu, niko hapa rafiki yangu, nataka tu nikusikie wewe. Ni wewe tu uongee na mimi. Ni wewe uongee na mimi. Na ataongea na wewe. Sasa tazama, kuna aina nyingine ya maombi, ni maombi ya kimya au ni maombi ya ukimya. Unanyamaza tu, unaongea naye kupitia moyo wako. Unaongea naye kupitia moyo wako. Ukisoma kitabu cha Wafalme wa kwanza 19, Wafalme wa kwanza, your first Kings, Wafalme wa kwanza 19 mstari wa 11 mpaka 13, utaweza kuona jambo hilo. Kuna wakati ambao tunakaa kimya mbele zake. Ndio maana Daudi anasema katika kitabu cha Zaburi, I will wait you in silence. Nitakusubiri katika ukimya. Nitakusubiri katika ukimya. Kwa lazima ujifunze wakati mwingine sio kuomba tu kupayuka. No. Wakati mwingine kwenye maombi yako, kaa kimya, ongea naye kupitia moyo wako. Ongea naye kupitia moyo wako, na utaona Roho Mtakatifu akikuhudumia kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Jambo la 4, ili uweze kujenga urafiki wa karibu sana na huyo Roho Mtakatifu. Jambo la 4, unaweza kujenga urafiki wako na Roho Mtakatifu kwa kulisoma neno la Mungu kila siku. Narudia tena. Una shauku ya kujenga urafiki wako na Roho Mtakatifu, uwe ni urafiki wa karibu sana, neno la Mungu likapate kuwa rafiki yako. Jaza moyo wako na neno la Mungu kila siku. Neno la Mungu litakufanya umjue Mungu zaidi. Neno la Mungu litakufanya umjue Roho Mtakatifu zaidi, kwa sababu huwezi ukajenga urafiki wa karibu na mtu ambaye humjui. Lakini unapokuwa na Roho Mtakatifu karibu, soma neno lake. Unapokuwa unasoma neno la Bwana, ndivyo unavyomjua Roho Mtakatifu zaidi. Unamjua Roho Mtakatifu zaidi. Unamjua Mungu zaidi. Unamjua Mungu zaidi. Soma neno la Bwana kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, niko nalisoma neno lako. Nisaidie Roho Mtakatifu. Nisaidie Roho Mtakatifu. Nisaidie Roho Mtakatifu.
Kwa maana neno la Mungu litakufanya uwe karibu na huyu Roho Mtakatifu. Neno la Mungu litakufanya uwe karibu na huyu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nikuonyeshe katika kitabu cha Waefeso sura ya 1 mstari wa 17. Kitabu cha Waefeso wa 1, Ephesians chapter 1 verse 17 to 18. Neno la Bwana linasema, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufahamu katika kumjua yeye. Kwa Roho Mtakatifu ndiye anayekusaidia wewe uweze kumjua Mungu. Kwa ukitaka uwe karibu na Roho Mtakatifu, kuwa karibu na neno lake. Kwa sababu huwezi kuwa karibu na Roho Mtakatifu wakati Biblia umeikataa. Huwezi kuwa karibu na Roho Mtakatifu wakati neno lake umelikataa. Kwa maana Roho Mtakatifu na neno lake ni wamoja. Kwa ili uwe karibu na huyu Roho Mtakatifu, ili utengeneze urafiki wako wa karibu na huyu Roho Mtakatifu, lazima kujifunza kuwa karibu na neno lake. Lazima kujifunza kulisoma neno lake kila siku. Jifunze kusoma neno la Mungu kila siku kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Jambo la 5, ili uweze kujenga urafiki wa karibu sana na huyu Roho Mtakatifu, lazima ujifunze kumtii Roho Mtakatifu. Hili ni jambo la muhimu sana, Jifunze kumtii Roho Mtakatifu. Mtii neno lake. Chochote ambacho Roho Mtakatifu ameagiza kupitia neno lake, kupitia Biblia, mtii yeye. Lifanye kile ambacho Roho Mtakatifu amekuagiza. Usiseme kwamba ngoja nimkosee Roho Mtakatifu alafu nitatubu. Ngoja nimkosee Mungu alafu nitatubu. Unapokuwa unafanya jambo hilo, unamhuzunisha Roho Mtakatifu. Unaposema ngoja nifanye mara hii ya mwisho tu alafu nitatubu, unakuwa unamhuzunisha Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anataka umtii yeye. Roho Mtakatifu anataka umtii yeye. Anataka uitii sauti yake. Ndio maana kwenye kitabu cha Isaya sura ya 1 mstari wa 19, kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Roho Mtakatifu atembea na wale watu ambao hawamtii. Roho Mtakatifu anatembea na wale watu ambao wanaitii sauti yake. Siwezi kuelewa hicho kitu. Huwezi kuwa na urafiki wa karibu sana na Roho Mtakatifu bila kumtii yeye. Hiki ni kitu cha msingi sana. Lazima tujifunze kumtii Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kuonyeshe katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 32. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 32, neno la Bwana linasemaje? Neno la Bwana linasema, na sisi tu mashahidi wa mambo haya, pamoja na Roho Mtakatifu ambaye Mungu amewapa wote wamtio. Pamoja na Roho Mtakatifu ambaye Mungu amewapa wote wanaomtii. Mungu amewapa watu Roho Mtakatifu, wale wanaomtii. Kwa Roho Mtakatifu atembee na watu ambao hawataki kutii. Kwa hiyo tukitaka tuwe karibu na huyu Roho Mtakatifu, tujifunze kuitii sauti yake ndogo ambayo inakuwa inaongea ndani yetu. Tunaweza kuelewa hicho kitu. Tujifunze kutii maagizo yake ambayo ametuagiza kwa neno lake. Chochote ambacho anatuambia, iwe anatuongoza kupitia amani ya moyo ndani yetu. Tujifunze kumtii Roho Mtakatifu. Na tutaona urafiki wetu na huyu Roho Mtakatifu unazidi kuwa karibu, siku hata siku. Kwa sababu kutokutii ile sauti yake kuna zima ule moto wa Mungu ndani yako. Ukikataa kumtii Roho Mtakatifu, kuna zima ile sauti ya Roho Mtakatifu ndani yake. Haizimiki ghafla, lakini siku zinavyoendelea kwenda, ile sauti ya Roho Mtakatifu utaanza kuiona inapoa taratibu. Jambo la 6, ukitaka ujenge urafiki wa karibu sana na huyu Roho Mtakatifu, jambo la 6 ni nini? Ni kujifunza kumheshimu Roho Mtakatifu. Ili urafiki wetu na Roho Mtakatifu uweze kukua, tujifunze kumheshimu yeye na kutokumhuzunisha.
Anza kujifunza kumheshimu Roho Mtakatifu. Unayetamani uwe karibu sana na Roho Mtakatifu, anza kujifunza kumheshimu Roho Mtakatifu. Jifunze kumheshimu yeye. Jifunze kumheshimu. Unapokuwa kwenye maombi, usisemeseme tu. Jifunze kumheshimu yeye. Jifunze kumheshimu Roho Mtakatifu. Unapoweka ahadi mbele za Mungu, jifunze kumheshimu. Umeweka nadhiri, itoe kwa wakati. Usiwe kama kina Anania na Safira. Wanaweka ahadi, wanaona hiyo ahadi baada ya kuuza kile kiwanja wakaona ni hela nyingi sana, wakakata nusu, nyingine wakaficha, nyingine wakaweka kwenye maisha yao. Wakamdanganya Roho Mtakatifu kwa sababu hawakumjua Roho Mtakatifu ni nani. Walifikiri labda Roho Mtakatifu ni upepo. Walifikiri labda Roho Mtakatifu ni nguvu. Kumbe Roho Mtakatifu ni nafsi iliyo hai. Unaweza kumdanganya, lakini madhara ya kumdanganya ni mabaya. Madhara ya kutokumheshimu ni mabaya. Madhara ya kumhuzunisha Roho Mtakatifu ni mabaya. Kwa tukitaka ukaribu na Roho Mtakatifu, tujifunze kumheshimu. Tujifunze kumheshimu. Mungu wa mbinguni akubariki. Mungu wa mbinguni akubariki. Mungu wa mbinguni akubariki. Kwa hiyo niombe na mtu ambaye uko tayari kumpokea Bwana Yesu kwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sasa mtumishi wa Mungu, nimesikiza neno la Bwana, jinsi ya kujenga urafiki wa karibu sana na Roho Mtakatifu. Na nimejifunza hatua ya pili, lazima nizaliwe mara ya pili. Lazima nimwamini Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, ili Roho Mtakatifu aweze kuja ndani yangu. Na Roho Mtakatifu atakapokuja ndani yangu, ndipo nitakapoanza kutengeneza mahusiano mazuri na yeye na kukua katika uhusiano wetu, kwa sababu uhusiano na Roho Mtakatifu unakuwa siku hata siku. Uhusiano wako na Roho Mtakatifu, urafiki wako na Roho Mtakatifu unakuwa siku hata siku. Urafiki wako na Roho Mtakatifu unaimarishwa siku hata siku. Sasa mtumishi, nataka nimpokee Bwana Yesu, hayo Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nataka nimpokee Bwana Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Uweka mkono wako kulia kwenye moyo wako, alafu tuombe sala hii ya toba pamoja na wewe. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Nimekutenda dhambi wewe peke yako. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote. Unitakase na kuniosha kwa damu yako takatifu. Niwe safi kabisa. Bwana Yesu, karibu ndani ya moyo wangu. Ukawe kila kitu kwangu. Ukawe baba yangu. Ukawe kila kitu kwangu. Ukawe rafiki yangu. Karibu Roho Mtakatifu ndani yangu. Roho Mtakatifu karibu. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Ulimpokea Bwana Yesu kwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, tatuandika kwenye namba mbele hapo kwenye screen yako. Mtumishi, nimempokea Bwana Yesu leo. Tutakutumia mwongozo kadha wa kadha utakao kusaidia katika safari yako ya kwenda mbinguni. Tutakutumia mwongozo kadha wa kadha utakao kusaidia katika safari yako ya kwenda mbinguni. Lakini jitahidi kununua Biblia uwe unajisomea kila siku. Soma Biblia yako mwenyewe. Na kama upo nchini ngumu kidogo kupata Biblia kirahisi, unaweza kwenda Play Store au App Store na ukadownload Biblia yako kwa unajisomea, na Mungu wa mbinguni atakubariki. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni akubariki.